maneno, gomvi, vurugu. Lakini kitu ambacho alichokifikiria sana yule mama ni kwamba mtoto wake amefanya makosa ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kumsamehe. Lakini mama nyuma pazia hakujua kinachoendelea. Ni kwamba kwa nini mwanae kwa familia yao walimpa malezi mazuri, malezi ya dini mpaka pale alipofikia, na Mwenyezi Mungu amekuja amemjalia, amempa mwanamume mwenye pesa, mwanamume mzuri, mwanamume mwenye heshima yake, mwanamume ambaye mwenye dini kabisa, imamu wa msikiti, unakuja kumfanyia tukio kama hili. Sasa mama tena kwa kijana wa mtaani, na kitu ambacho kilichotengenezeka ni mama akajua kwamba hii ni moja kwa moja ni alofanya ile tukio ni Sudi, na naweza nikamfanyia tukio lolote mimi kama mimi, kwa sababu kashaitia doa familia yangu. Wanaonekana si wazazi wema. Kilichokuja kumpa nguvu na kumpa faraja kidogo yule mwanaume ni baada ya yule mwanamke, yule mama kumvuta mwanae bila kujali kwamba atapata maumivu aina gani. Alimvuta na kwa heshima tu Zua kutaka kujibishana na mama yake mbele za watu, sababu Zua amelelewa maisha ambayo ni maisha mazuri ya kwenye dini. Alimvuta mpaka getini. Baada ya kumvuta Zua akaanguka, lakini mama hakujali kuanguka kwa Zua. Alimuinua na kutaka kuondoka. Na kweli safari ilianza kurudi nyumbani. Mama alipata hasira sana. Baada ya kumvuta akaamua kumwacha na kuondoka mwenyewe. Lakini aligeuka na kumwambia Zuu, kwa hichi ambacho kitendo ulichonifanyia, naomba ukirudi nyumbani uchukue kilicho chako na ukamtafute mama yako. Yule mama aliamua kuondoka nyumbani kwa hasira sana, kwa mwendo wa jazba, mwendo wa kurusha mikono, mwendo wa kusema kuwa malezi yangu yote yamekuja kuharibiwa na mtu ambaye akawa anafoka amekaa chini. Yaani hata ndani ya kufika alikaa chini kwenye michanga chini kabisa. Alikasirika sana, akiongea lugha ya kwao kwa maneno mazito, kwa hasira ambazo alizokuwa nazo. Kama Zua angekuwa karibu angemjeruhi. Alikasirika sana. Bahati kidogo alikuja Latifa pale. Baada ya kufika pale Latifa, maana Latifa ilikuwa sio kufika kule, maana kulikuwa na mjadala mzito sana, mambo ya watu wazima. Na kumnyoshia kidole Latifa na kumwambia kuwa endapo na wewe utakuja kunifanyia kitu kama alichonifanyia Zuu, mimi mtanikuta tayari nimeshazikwa, au mtanikuta nimejitundika, mwende mkazike. Akamuuliza mama, kwani kuna tatizo gani? Akapaza sauti na kumwambia koma, na kurudia tena na kuambia tena koma, ukomae. Malezi ambayo tulomlea dada yako na ndo tumekulea wewe, lakini alichonifanyia huko dada yako, ukija kunifanyia na wewe yatatokea makubwa sana. Dada yako hakunizalilisha mimi. Dada yako hakunifanya mimi nionekane kama vile kituko barabarani. Ameenda ameniaibisha kwa imamu wa msikiti. Lakini nyuma pazia hawaelewi kitu ambacho kinachoendelea. Hata Latifa mwenyewe, laiti kama kile kitu kinachoendelea kwa shemeji yake angekijua, na hisi angepunguza hasira za mama kwa kumwambia. Zua alirudi pale nyumbani kwa kujiiba, ambapo mama hakutaka hata kumwangalia, ni mtoto wake, lakini sasa atafanyaje? Ikabidi tu aangalie pembeni kwa hasira alizokuwa nazo. Zuu hakutaka kuogopa na kufika na kupiga magoti mpaka kwa mama yake akimuomba msamaha, lakini mama alimwambia, naomba utoke mbele yangu, uende ukatafute mama yako, na nilishakwambia uondoke kabisa, sihitaji kukuona. Zuu alimwambia kwamba mama, utanisikiliza au unataka nifanye unachokihitaji? Akamwambia, nataka ufanye nilichokuambia na sihitaji kuongea chochote na wewe.
Zuu aliinuka na kutaka kufanya alichotaka mama, kwa sababu bado alikuwa anaonekana ni mtu wa kutunza siri ya mwanaume wake. Maana kwa hasira hizi ambazo mama anazionyesha, nimezaa mtoto na mtu wa nje. Je, akija kugundua kwamba yule mzee ni shoga, inakuwa vipi? Lakini mama hakutaka kujali hiyo issue, na Zuu katika akili yake alikuwa akijiuliza kwamba je, naweza nikamwambia hili swala likatengeneza au likaharibu? Lakini hata kama mfano nikaja nikamwambia kwamba mume wangu ni shoga, nimejuaje kwamba yeye ni shoga? Na alikuwa anafanya nini pale Sudi pale nyumbani? Kwa akawa anajiuliza maswali. Kwa hiyo itaonekana tu Sudi ndo alikuwa ni mharibifu wa yote haya. Lakini akakana kwa Zuu, aliingia ndani kwake, akachukua begi lake, nia na mazumuni yake yote kwenda mjini alipo Sudi. Kinachowezekana akapambane na Sudi. Mama alikasirika sana. Mama alinuna siku nzima. Hakuweza kuwa na furaha hata kidogo. Lakini vile vile mama naye akafikiria na kusema kuwa nitapomruhusu mtoto wangu hapa, hakuna sehemu anayoenda zaidi ya kwenda kwa Sudi. Ndio kwanza nitazidi kumkosa mtoto wangu na sitopata matumaini yake wala matunda yake tena. Kama ni mjukuu kazaliwa, basi ni bora nibaki na mjukuu. Na akili zikawa zinamjia kichwani kwamba kuna uwezekano wa kumuua mjukuu vile vile. Na mwanangu akaolewa na mwanaume mwingine kabisa. Likaanza bifo baina ya mama pamoja na Sudi, kwa sababu hakuna ukweli wote mama anaojua. Mama akaona ngoje nifanye kinachowezekana ili mradi kimkute chochote Sudi. Mama akaona sio vizuri kugombana na mwanae, kama aibu tayari ishamkuta. Mwanae alitoka na begi akataka kuondoka. Mama alikuwa tayari kasharudisha hasira na akaanza kumwambia kuwa naomba urudishe begi lako ndani na uje hapa tuongee. Zuu alishangaa sana. Maana Zuu alikuwa na mawili, hajui anapoenda. So kama mawasiliano na wewe hakuwa nayo. Mawasiliano na mimi alikuwepo, lakini alikuwa na utata kidogo. Maana alikuwa kama anaogopa kwamba kajibe asiliane na mimi. Sasa alikuwa na wasiwasi kwamba Sudi alishanikataaga kwamba naweza nikaenda huko, akasema maisha magumu, naweza nikamkosa au naweza nikampata alafu nikamkuta labda hayupo kwenye maisha yale ambao anaishi binadamu kama alivyokuwa Sudi bosi. Ikampa muda kufikiria kwa nini mama ameniita pembeni. Kashaamua kitu cha kunizuru au? Na yeye alichotishia kuchukua begi akijua kwamba mama hawezi kuniruhusu kutoka. Ile ni hasira tu. Sababu kashakaa na mama yake na anamjua, anamzoea vizuri. Alivyotaka kuondoka, mama yake akamwita, ikabidi amfuate mama yake chumbani waweze kuongea. Cha ajabu mama ilimshuka hasira, akawa ni mtu ambaye anambembeleza na mhendo mwanae ili mradi amwambie tatizo nini, kwa sababu mama amejiuliza na kusema kwa tatizo ni nini mpaka mwanangu amefanya tukio kama hili. Alafu ni binti ambaye tumemlea kwenye malezi mazuri sana na sikutegemea kama atakuwa hivi. Kweli mama akaanza kumuuliza mwanae kwa ustaarabu sana. Akamwambia kuwa mwanangu, mbona kama umekuwa tofauti, alafu tulikuwa tunakutegemea ni mtu ambaye tulikuwa tunawaza utupe matunda, utupe faraja, na tulikuwa tunawaza kwa sababu hatuna mtoto wa kiume, wewe ndio ulikuwa mtoto ambaye tunakutegemea katika maisha, lakini leo umekuja kutuangusha na ulikuwa ushaanza maisha yako vizuri na mwanaume ambaye tulikuwa tunamhitaji sisi. Kwanza ana dini, pili maisha ya kawaida, pesa anayo ya kutosha. Na sisi wazazi wako tulikuwa tunaishi vizuri, tulishaanza kuheshimiwa,
tofauti na kipindi cha nyuma, lakini sasa umekuja kutuvunja moyo. Tumekuwa watu ambao wenye mawazo sana. Sasa fikiria hapa, maana baba yako ametoka. Akija kurudi itakuwaje kusikia kitu kama hichi? Nimeshindwa kumpigia simu, lakini akirudi akisikia kitu kama hichi, unafikiri utaiweka wapi sura yako? Kamwambia mama, siku ikishafika nitakwambia, lakini sio kwa sasa. Akamwambia kwa nini na una maana gani? Akamwambia mama, nitapokuambia kitu kama hichi na una jazba, ile jazba bado najua haijaisha. Uko unahendo kwa sababu ujue tatizo ni nini, lakini hasira zako hazijaisha. Nitakuongeza tena janga lingine, utashindwa kufikiria na kuniambia muongo, na huo uongo itaonekana kama namsingizia, na utasema kwa nini sikuongea pale. Lakini siri kubwa anaijua mama mkwe. Na kwa nini hajataka kukasirika mama mkwe? Ni kwamba mume ndo alionyesha tempa, kwa sababu anajua. Kwa hiyo ama mimi tu naomba unisamee, na hili swala naomba liweze kupita. Siku ikifika nikisha kuona uko sawa, naweza kukuambia ambacho. Lakini mama akujali na kumwambia unashindwa kuniambia mimi si ndo mama yako? Nani mama yako? Akaonyesha kama kupanic. Lakini mama, kwa sababu mume wake hajarudi, alionyesha tempa kidogo, na mwisho akaamua kumwacha tu endelee na maongezi yake. Mwishoni yule mwanamke akaamua kuondoka maeneo yale. Zuu aliamua kuondoka pale na kumwacha mama yake, ili mradi sije kawa na matatizo tena. Akaendelea, bado tempa haijashuka. Mama akiwa anajiuliza sana, hichi ni kitu cha aina gani ambacho mwanangu ameshindwa kuniambia? Je, yani kuna nini hapa kati? Alilogwa? Alitishiwa? Alibakwa? Kuna nini mpaka anasema kwamba siku ikifika ataniambia? Siku ile ilipita, mzee alirudi siku ya pili, maana mzee alikuwa mvuvi. Alikuwa ni mvuvi wa samaki. So huwa anakaa siku moja, siku ya pili anarudi. Mzee alivyorudi, mama mtu hakutaka kuongea kitu chochote mpaka mume wake amalize kula. Anamjua mume wake anatempa kuliko yeye. Basi baada ya kumtengea chakula, mwanaume aliingia. Baada ya kumaliza kuoga, akaingia kitandani. Mwanamke akaanza kumwendo mmewe. Akamwambia, bwana baba Zuu, taarifa ambayo ilikuwa hapa ni kwamba tuliitwa ukweni. Nilienda na mtoto wako, na nilienda kule kwa sababu ya stahiki za mwanao na maendeleo ya mtoto mjukuu. Lakini cha ajabu kilichotokea kule kilinitisha sana jana, mpaka nilihitaji kumjeruhi mwanao. Akamuuliza kulitokea na nini? Akamwambia, bwana mwanao, wewe mjukuu ambaye aliyekuwa nayo mtoto aliyekuwa naye ambaye mjukuu wetu sio mzao wa yule mkwe ambaye tumemuozesha, sio mtoto wake wa kumzaa. Mzee alishtuka sana. Alisema, unasema nini mama Zuu? Hapana, sio kwa Zuu wangu. Una uhakika na hilo ambalo unaloongea? Anasema, mimi ndo nakwambia sasa. Huo mzao ambao unaonyesha sio mzao wa yule mkwe wetu, kwamba yule mtoto sio wa ndoa. Yule mzee alisikitika sana na kutikisa kichwa, akasema, hapana, sio Zuu wangu mimi. Naona kama unanidanganya, kwa sababu Zuu mwanangu mimi namjua vizuri, hawezi kufanya kitu kama hicho. Unaweza kunithibitishia kwa kitu cha aina yoyote mpaka nikuamini? Akasema, uamini usiniamini, lakini hicho ninachokuambia, kwa nini sije kuambia siku zote, nimekuja kukuambia leo? Ni baada ya mimi kwenda kule na wenyewe kusema, mwanaume mwenyewe amethibitisha kutoka mdomoni mwake kwamba yule sio mtoto wake, na amethibitisha hilo. Na hata Zuu pia naye amethibitisha. Yule mzee
Akamwambia, mtu anathibitishaje kwa mdomo? Uwezo ukaamini labda kuna vitisho, kuna vipimo vyovyote au viashiria vyovyote vinaonyesha kwamba sio mtoto wake na umejilizisha mke wangu? Akamwambia, mimi sio mtoto mdogo, na sisi ndio wanawake tunajua nani baba mwenye huyo mtoto. Mzee alianza kukasirika na kumpiga mke wake. Cha ajabu, alimpiga mke wake na kumwita Zuu kwa hasira. Mama akaanza kulia kwa sababu anajua kinachoenda kuendelea. Bahati nzuri, sauti zote za kumwita Zuu na ule mama kwenda kumshika mume wake, Zuu alikuwa ametoka. Yale matukio akawa anayasikia na kuyaona Latifa. Latifa baada ya kukopi yote pale, akaona hili ni tatizo ambalo sio tu Zuu peke yake, hata ajinani hawezi kulizuia, maana mzee anajulikana. Bahati mbaya au mzuri, mzee alipandisha pressure kwa maneno ambayo aloambiwa na sauti ambayo aloitoa, na akifikiria maisha yao yalishaanza kubadilika. Ile kwenda feli ni kuzuga tu, kwa sababu alishahidiana vitu vingi na baba mkwe kwamba atamfanya kuwa tofauti, lakini matokeo ya kuumwa ndo akamfanya isimame zile ahadi. Lakini sasa cha kushangaza, zile ahadi zishakufa, na alikuwa anajua ni mtu wa kuacha kazi za feli, lakini imekuja kuwa tofauti. Mzee pressure ilimshika, na kwa bahati mbaya alianguka chini. Walikuja majirani na kumuingiza ndani. Pressure ilimwangusha kwa aibu, pressure ilimwangusha kwa mshtuko kwa matukio ambayo alifanya mwanae. Ilibidi Latifa aanze msako wa kumtafuta Zuu na kumweleza Zuu kitu ambacho kinachoendelea nyumbani, kama kuna uwezekano asirudi nyumbani kwa sasa. Kwanza alimtafuta, mwishoni alimkuta, na hata hivyo Zuu aliondoka pale nyumbani kwa sababu anajua mzee akisharudi itakuwa matatizo. Lakini alienda akaambiwa kuwa Zuu, mzee wako amerudi, na ameambiwa yale masuala yote amekuwa na tempo kubwa sana, amepaniki. Kwa hiyo kuna uwezekano Zuu, mzee amepanda pressure, ameanguka chini na ameingiza ndani. Kwa hiyo mzee sasa hivi yuko katika hali mbaya sana. Zuu ikambidi arudi nyumbani bila kusita, kwa sababu na alikuwa yuko tayari kwa lolote